hivi, atakayefanya mambo yake kwa kumtii Allah faqad dhakarahu, huyo kamkumbuka Allah, yuko kwenye dhikri Allah. Wa man lam yuti'hu, na mtu yote ambaye hatii maagizo ya Allah, falaisa bidhakirin, huyo si mwenye kumdhikiri Allah. Walau kana kathira tasbih, hata kama ana tasbihi nyingi analeta, lakini haleti kwa ajili ya Allah, basi hamkumbuki Allah. Tasbihi na maneno mengine mazuri mazuri, hata wasanii huyatungia nyimbo kwenye music wakapata kuuza sana. Saa hizi nikitunga wimbo wa aina hii nitapata soko la kazi yangu kwenye jamii ya Waislamu. Anafanya watu. Kwa hiyo kwa ajili ya Allah, moyoni kabisa, kutoka moyoni unafanya, nafanya hivi kwa sababu Mola wangu kaniamrisha, nafanya hivi kwa sababu Mola wangu anapenda, naacha hili kwa sababu Mola wangu kanikataza, hili silitaki kwa sababu Mola wangu halipendi. Wewe utakuwa unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Chochote unachokifanya unakifanya kwa ajili ya Allah. Ndivyo Mtume alivyotuambia, innamal a'malu, hakika ya matendo yote wanayofanya watu hapa duniani, bin niyati, yanazingatiwa kwa mujibu wa nia ya mtendaji. Walikulli mri'in ma nawa, na kila mtu mwenye kufanya jambo lake huwa moyoni nia anayo, nafanya hivi kwa sababu gani? Sasa kuna anaswali kwa ajili ya Allah, kuna mwingine anaswali kwa mazoea, mwingine anaswali kwa kampeni. Uchaguzi karibu, usipoonekana misikitini, bwana watu hapa hawakupi kura, watakuita kafiri. Kwa hiyo wewe unawafanyia watu, kila mmoja na nia yake. Kwa hiyo kumdhikiri Allah ni kufanya lolote unalolifanya kwa ajili yake. Ujue hili ninafanya kwa msingi gani, basi hapo kazi yako itakuwa na thamani kubwa. Na ikiwa na thamani kubwa, value yake ikiwa kubwa, na malipo utakayolipwa na mlipaji ndo yeye ataiwekea malipo makubwa. Huyu kweli kafanya kwa ajili yangu, huyu kaacha kwa ajili yangu. Hiyo ndo inakuwa ibada nzuri, sio kwa mazoea. Thumma akhbara ta'ala, kesha akatukhabarisha Allah mtukufu, anna fariqan minan nasi, hakika ya watu wengi, yu'thiruna dunya alfania, wanafadhilisha dunia ambayo itatoweka. Preference zao zinakuwa ni dunia, ala al-akhirati al-baqiya, kuliko akhira ambayo ndiyo yenye kudumu milele. Yani you prefer dunia to akhira. Kuna vitu viwili, dunia na akhira. Lakini watu walio wengi tumechagua dunia zaidi kuliko akhira, kwa sababu ndo tulipo na mambo ya dunia yako karibu tunayaona. Akhira tukisimliwa mambo yake tunaona kama tunadanganywa, si kweli, hatuyapi umuhimu. Wakati dunia tunaiacha na mambo yake tunayaacha, akhira ndo kunakokuwa kuna maisha ya uhakika na ya milele. Dunia ni mahala pa mpito tu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akhbara ta'ala, anatukhabarisha Allah mtukufu, anna fariqan minan nasi, hakika ya walio wengi katika watu, yu'thiruna dunya alfania, wanapendezewa zaidi, chaguo lao kubwa linakuwa ni dunia ambayo ni kitu bandia, kitu batil kinachoondoka, ala al-akhirati al-baqiya, kuliko akhira ambayo ndiyo itakayobaki milele. Wanachagua bandia, wanakiacha kitu halisi wengi katika watu. Wayufadhiluna al-ajila, wanafadhilisha kitu cha sasa kidogo, ala al-ajila, kuliko hicho kijacho ambacho kikubwa. Faqala, Allah ameyasema hayo aliposema, wa idha ra'au tijaratan aw lahwan, Muhammad mtume wangu, watu wako wakiona biashara au wakiona pumbao, entertainment, enjoyment, infadhu ilaiha, vitu hivi ndo wanavikimbilia. Wakiona biashara au pumbao, infadhu ilaiha, wanakimbilia hivyo. Watarakuka qaima,
wanakuacha mwenyewe tu peke yako umesimama hapa. Watu hawa Waislamu washaslimu, wanajua la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini wanakuwa na uchaguzi sio sahihi. Wanachagua kitu feki na wakakiacha na kukidharau kitu real. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, ai hadha itabun. Hii ni lugha ya kugomba. Allah anagomba au anakataza. Li baadhi sahaba, aliwagomba baadhi ya masahaba, alladhina ambao insarafu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, walimkimbia mtume sallallahu alayhi wasallama, watarakuhu qa'iman yakhutubu yawm aljum'a, wakamuacha kwenye mimbar kasimama anahutubia siku ya Ijumaa. Yani ni tukio lilitokea likawa ndo sababu ya kushushwa hizi aya. Wakati huo faradhi ya sala ilikuwa bado ngeni. Siku ya Ijumaa mtume ndo khatibu, keshapanda kwenye mimbar, waumini kadhaa wapo msikitini hapa, wakasikia ngoma huko zimerindima, na wanajua ngoma hizi ni kushangilia au kufurahia biashara, mzigo umekuja. Wafanya biashara wakubwa wale wholesalers huwa wanakwenda kufata hii misafara kutoka nje kama Sham au Yemen, wanawawahi matajiri waliokuja na mzigo wanunue bidhaa zile jumla jumla, alafu wao ndo wanauza retail mitaani. Safari za siku hizo zilikuwa zinachukua muda, miezi mitatu, miezi miwili, watu wamesafiri. Sasa siku wakiingia mjini inakuwa ni sherehe, shangwe fulani. Hizi ngoma zinaashiria kwamba msafara wa biashara umeingia. Basi watu wako msikitini wakachomoka bwana, na khatibu yuko kwenye mimbari anahutubia. Tena khatibu wenyewe sio mtu ovyo ovyo, ni mtume wa Mungu. Watu wakachomoka msikitini wakafuata ngoma ambazo zinaashiria zimeingia na msafara wa biashara. Watarakuhu qa'iman yakhutubu yawm aljum'a, masahaba hawa wametoka msikitini wakamuacha mtume kasimama kwenye mimbar anahutubia siku ya Ijumaa. Wenye kuhutubiwa wamechomoka, wanafuata dili za biashara. Wal maana, na maana, idha sami'u tijaratan rabihatan, wanaposikia taarifa za ujio wa biashara ambayo wanategemea kwa biashara hii kupata faida. Ananunua mzigo kwa jumla, alafu yeye anakuja kuuza retail, anaingiza chochote faida ya biashara. Au safaqatun qadima, au wakisikia hizo burudani zinazoambatana na biashara. Mwingine wala hana haja ya kununua biashara kwa sababu mnyonge, hana hela ya kununulia bidhaa yoyote, lakini yeye ni lile pumbao lililoingia mjini. Kama zamani kusikia watu pamepita mdundiko, mama mshabiki wa ngoma kaacha chungu jikoni, angalau akaone tu watu wanavonengua. Imepita mbwa kachoka, basi inamvutia mwenyewe, anataka na yeye aone tu watu wanavoshangilia. Kwa hiyo wengine wametoka ni wenye pesa zao kweli, walifuata biashara, lakini wengine wametoka wakajiburudishe tu kuona yale mandhari ya watu jinsi wanavyocheza cheza ngoma. Basi tu wametoka msikitini wakaona mwache yazungumze, tushasikia kidogo, wacha tukapate na ya huku nje. Au shay'un min allahwi, au shay'in min lahwi dunya wa zinatiha, au kama wamesikia kitu katika zile pumbao za dunia na mapambo yake. Tafarraqu anka, wanakuacha wewe mtume mwenyewe tu peke yako, wanaachana na wewe ya Muhammadun, ewe Muhammad. Wansarafu ilaiha, wanaelekea huko kwenye biashara na pumbao. Wanakuacha hapo ulipo, wanaenda kwenye biashara na pumbao.
Wa aada dhamiru ila tijarati duna lahwi, dhamiri infadhu ilaiha inarudi kwenye biashara, sio kwenye pumbao, kwa sababu biashara ndo kipaumbele. Watu wana tamaa ya kutengeneza faida hapa, na anaona nikikaa hapa waliokuwa wako huko hawajaja hapa watachukua mzigo wote, nende nikawahi na mimi kujichagulia. Kwa hiyo wakisikia habari za taarifa ya biashara au kumekuja hizo burudani, infadhu ilaiha, wanaelekea huko kwenye biashara. Liannaha al-ahammu al-maqsudu, kwa sababu kwenye nafsi zao biashara ndo kitu muhimu zaidi kinachokusudiwa, ndo kinawaweka mjini. Watarakuka qaima, wanakwenda kwenye biashara, wanakuacha wewe hapo khatib umesimama unajisemesha mwenyewe. Inasemekana msikiti ulikuwa uko na watu wengi, lakini walitoka wote wakabakia mbele ya Mtume watu 12. Hata tuseme wangekuwa wako 50, lakini wametoka wote wakabaki watu 12. Yeye Mtume yuko kwenye mimbar anahutubia watu 12.